bid'a ni kitu hatari sana kwa sababu nyingi. Mtu bid'a anafanya bid'a yake, kwanza anamzushia Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah hajaweka sheria ya kitu hicho. Lakini mtu bid'a anazua kitu kwenye dini akidhani kwamba ni katika dini, na sababu nyingi ambazo maulama wametaja kwamba bid'a ni kitu hatari, bali ni hatari kushinda maasi. Bid'a ni hatari kushinda maasi mengine katika madhambi makubwa yasiyokuwa bid'a. Ikiwa miongoni mwa haya maasi labda uzinifu, kunywa pombe na mfano wake, yote ni haramu, lakini ni lipi hatari zaidi kwa mwanadamu, kwa Muislamu? La shaka bid'a ni hatari zaidi. Vitu vya ajabu kushangaza ni maneno ya watu wa bid'a, wazushi, wakifanana kwenye falsafa na shubha wanaozitoa kwa Waislamu, kwa umma. Hivi karibuni imetumwa pia maneno ya bwana mmoja anaitwa Abdul Qadir al-Ahdali, mwanaharakati huyu ikhwani, na anaelekea kwenye usufi pia, hadahu Allahu wa iyana. Amezungumza maneno, kuna maneno hapa nisikie. Wanaenda maulidi, wanaenda kusoma siri ya mtume, kuadhimisha mtume, yani wameenda kwa mahaba ya mtume, hawaendi kufanya maasi. Uwezo kufananisha mtu yuko baa unakunya pombe na faizina, hii msiba kabisa, hii msiba. Sasa anasema mtu anakwenda kwenye maulidi, uwezo kumfananisha na mtu anayekunywa pombe, anayekwenda baa, kwa sababu huo ni msiba mkubwa. Yani kwenda baa ni msiba mkubwa kuliko nini? Si mnaelewa? Kwa hiyo kwa akili yake ndogo, maulidi yani ukhatari wake ni mdogo kuliko bid'a, kuliko maasi ya kwenda baa kunywa pombe. Kunywa pombe ni hatari sana, kwenda baa ni hatari zaidi. Yani hawa ni watu wanaenda na awatif, hisia za watu. Jana niliwaambia kuhusu kishi, wao wanaenda na watu yani. Kwa wao hawaangalii dini inazungumza vipi, wanaangalia watu. Kwenda pombe, kunywa, kwenda baa, kwa sababu watu wanaenda uchi na mfano wake. Kwa hiyo jamii inaona ni jambo baya, lakini maulidi jamii inaona jambo zuri. Msikilize. huenda watu wanategemea kauli wa mmoja wa salaf, anasema maasi ya huyu salaf. Nasikia msikia mmoja katika salaf anasema kufanya maasi na kufanya bid'a tawasomea bora maasi kuliko bid'a. Kauli yake hivi, bora maasi kumaasi Mungu kuliko kufanya bid'a. Huyu salafi nafikiri Sufyan al-Thawri kama sijakosea, au Sufyan bin Uyayna katika salaf radiyallahu anhu. Sasa Sheikh Mrisho huyu salaf wakati ameishi, wakati ile walikuwa watu wa bid'a na kusudia hawa Jahmiya na Qadaria.
Khulasa ni kwamba anasema hawa wanaosema bid'a ni jambo hatari kuliko maasi huenda wanategemea kauli ya al-Imam Sufyan ath-Thawri. Amesema al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah. Ni maneno mimi nasoma hivi lakini hajaweza kuyasoma, ameshindwa kuyasoma. Bid'a inapendeza zaidi kwa iblis kuliko maasi, لأن المعصية يتاب منها, kwa sababu maasi ni wepesi mtu kutubia kutokana nayo, lakini bid'a ni kinyume chake. Kwa hiyo bid'a ni mbaya, na salaf wamezungumza wengi kwamba bid'a ni kitu kibaya sana. Bali Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala kwenye kitabu chake cha Fadhlul Islam ameweka mlango akisema babu ma jaa anna al-bid'ata ashad min al-kaba'ir, mlango wa kutaja kwamba bid'a ni kitu kibaya zaidi kuliko madhambi makubwa. Sasa swala hili la kwamba eti Sufyan ath-Thawri maneno yake alikuwa anamaanisha bid'a kipindi hicho, bid'a ya Qadaria, si mnaelewa? Alikuwa anamaanisha bid'a ya kipindi hicho Qadaria. Unaona shubha zao zinafanana. Muhammad Bacho hivi karibuni, Muhammad Bacho alizungumza maneno kwamba maneno ya Abu Hatim na wengine wanasema kwamba kuhusiana na kusubiana na mtu bid'a, kuhusiana na kuwatani maulama, kuwatani ahli sunna, katika alama za watu bid'a alwaqiyatu fi ahli al-athar. Haya maneno haya ya kwamba katika alama za watu min alamati ahli al-bid'a, haya maneno kwamba katika alama za watu bid'a ni kuwasema vibaya watu wa sunna, haya maneno yalikuwa yanakusudia kipindi hicho watu wa bid'a wale, sio sasa hivi. Kwa hiyo sasa hivi ukiwazungumza maulama vibaya au watu wa sunna vibaya, wewe huwezi kuingia huko. Sasa naye huyu anazungumza maneno haya, huyu Ikhwani Qutubi Sururi, katika watu wa bid'a, watu wa falsafa. Sasa maswali ya kumuuliza ni mawili tu. Swali la kwanza, je, bid'a ya maulidi ni kitu gani kitaitoa kwenye neno bid'a, kwenye maneno hayo ya ulama kwamba bid'a ni kitu kibaya? Ni kitu gani kitaitoa bid'a ya maulidi kwenye neno bid'a? Kwa sababu maulidi ni bid'a. Hata huyo Ibn Taymiyyah uliojaribu kutaka kumwashiria na hana maana hiyo, yeye asema maulidi ni bid'a. Kwa hiyo ni kitu gani kitatoa maulidi ambayo ni bid'a hii ya maulidi? Ni kitu gani kitaitoa bid'a ya maulidi kwenye jumla ya bid'a zilizokusudiwa kwenye kauli ya Imam Sufyan ath-Thawri? Alafu swala lingine, nani aliyekutangulia kwamba bid'a aliyokuwa akikusudia Sufyan ni bid'a zile tu za Qadaria, hizi zingine aziingiza sasa hivi hizi bid'a hizi? Nani aliyesema katika maulama? Swala lingine la tatu, je, maulidi hayana sifa ya ule ubaya ambao umekusudiwa kwenye bid'a? Si mmeelewa swali? Sifa zinazokusudiwa kwenye ubaya wa bid'a ziko nyingi. Tawasomeni mfano maneno ya al-Allama Ibn Baz rahimahullah ta'ala kwenye sharh ya kitabu Fadhlul Islam. Sheikh Ibn Baz wakati anasherehesha kitabu alitaja huu mlango, akasema rahimahullah ta'ala baada ya kauli ya Sheikh, babu ma jaa anna al-bid'ata ashad min al-kaba'ir, mlango wa kutaja yaliyopokelewa yaliyokuja juu ya kwamba bid'a kwa ujumla wake
ni mbaya kuliko madhambi makubwa. Sheikh hapa Ibn Abdul Wahhab hakusema labda bid'a hapa ni zile tu hizi haziingii. Bid'a ni bid'a. Basi tushauliza maswali hapo nyuma. Sheikh Ibn Baz anasema hivi: al-maqsudu min hadha al-bab, makusudio ya huu mlango, anna al-bid'ata akbaru min al-kaba'ir. Bid'a kwa ujumla wake ni katika madhambi makubwa zaidi kushinda madhambi makubwa, li'annaha tanaqusu min al-islam au tunqisu min al-islam, kwa sababu bid'a inaupunguza Uislamu au ni kupunguza kwenye au ni kutia nafsi, kutia kwenye mapungufu Uislamu. Wa ihdathun fil islam, jambo la pili, bid'a ni kuzua kwenye Uislamu. Wa tuhmatu al-islam bin naqs, tatu ni kutuhumu Uislamu kuwa una mapungufu. Falihadha yabtadi'u wa yazid, kwa sababu hiyo ndio maana mtu akazua na akaongeza. Amma al-maasi fa hiya ittiba'u lil-hawa, amma maasi ni mtu kufuata hawa tu za nafsi yake. Wa ta'atu li-shaytan, na maasi ni kumtii shetani. Fahiya ashalu min al-bid'ah, kwa maasi ni sahali kuliko bid'a. Wa sahibuha qad yatubu wa yusari, na yule mtu wa maasi anaweza akatubia na akafanya haraka. Wa qad yatta'id, na anaweza akawaidhika. Wa amma sahibul bid'ah fayara annahu musibun la yatub, ama mtu wa bid'ah yeye anaona kwamba amepatia, hawezi kufanya tauba, yani ni ngumu kufanya tauba. ويرى أنه مجتهد فيستمر في بدعته والعياذ بالله, na anaona yeye ni mujtahid akaendelea kwenye bid'a yake والعياذ بالله. ويرى الدين ناقصا, na anaona dini imepungua, ni pungufu. وهو بحاجة ila bid'atihi, na hiyo dini inahitaji bid'a yake ili ikamilike. ولهذا صار امر البدع اشد واخطر من المعصيه, na kwa sababu hii ikawa jambo la uzushi la bid'a ni jambo baya, ni hatari kuliko maasi. Qala ta'ala fi ahli al-ma'asi inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Mpaka hapa akaeleza hapa chini akasema ahlul ma'siyah tahta al-mashi'a, wanaofanya maasi wako chini ya matashi ya Allah. Kitaka Allah atawasamehe, na kitaka atawadhibu au asiwadhibu bila ya kutanguliwa, au asiwadhibu bila kutanguliwa na adhabu mubashara. Amma ahlul bid'ah fasharruhum adhimun wa khataruhum kabir, watu bid'ah shari yao ni kubwa, hatari yao ni kubwa. Lianna bid'atuhum maanaha tanaqus fil islam, kwa sababu bid'a maana yake ni kutia mapungufuni Uislamu. Wa annahu yahtaju ila hadhihi albid'a, na kama Uislamu unahitaji hii bid'a. Akaeleza mfano wa maneno yaliyotangulia huko nyuma. Sasa swali linakuja hapa, je, maulidi yanakosa hizi sifa zilizotajwa hapa, kwamba maulidi labda si kuzua kwenye Uislamu, si kutuhumu Uislamu na mapungufu? Yani je, maulidi hayana hizi sifa? La shaka maulidi yana hizi sifa. Kwa hiyo maulidi ni katika jumla ya bid'a ambazo ni hatari kuliko maasi. Na ndio maana mbele Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab akasema babu ma jaa anna Allah ihtajaza at-taubata an sahibil bid'ah, mlango wa kutaja iliyopokelewa kwamba Allah amezuia tauba kutoka kwa mtu wa bid'ah. Kwa maana bid'ah ni hatari kuliko maasi, bid'ah zote. Sheikh Al-Fawzani kwenye sharh yake ndani ya kitabu hiki naye anasema hivi:
والبدعه اشد من الكبائر من عده وجوه bid'a ni mbaya kuliko madhambi makubwa yasiyokuwa bid'a kwa sura nyingi. Al-awwal, sura ya kwanza, anna al-bid'a ihdathun fi ad-din lam yashra'ahu Allah. Bid'a ni kuzua ndani ya dini. La shaka na maulidi yanabeba sifa hii, ni kuzua ndani ya dini. Wa sahibuha yadhunnu annaha min ad-din, na yule anayefanya bid'a hiyo iwe maulidi au nyingine anadhani kwamba ni katika dini, kinyume na murtakibil kabira. Yeye hadai hivyo kama ni katika dini, anafanya akikiri na kukubali kwamba anafanya maasi, lakini shahawa zimemuongoza kwenye kufanya maasi. Kwa farq tofauti iliyoko baina ya watu hawa wawili. Athani, sababu ya pili, anna sahiba albid'a yara annahu ala haqqi, mtu wa bid'a anajiona yuko juu ya haki. Wa anna amalahu sahih, na anaona matendo yake ni sawa kabisa. Walidhalika qalla an yatub, kwa sababu hiyo ikawa ni mara chache akafanya tauba. Baina ma sahibul kabira, na wakati huo mtu wa madhambi makubwa yaarifu annahu mukhti wa yurja an yatub, yeye anatarajiwa kutubia kwa sababu anafahamu anakosea. Na la shaka maulidi yanabeba wasifa huu. Mtu anafanya maulidi amefanya bid'a na anadhani kwamba yeye yuko kwenye haki na tendo lake ni sahihi, kinyume na mtu wa maasi anayekunywa pombe, anayefanya uzinifu na mfano wake, iyadhan billah. Athalithu, waji watatu wa kuonesha kwamba bid'a ni hatari zaidi kuliko maasi, bid'a yoyote hii, anna al-mubtadi'a yaftari ala Allah al-kadhib, mzushi anamsemea Allah na kumzushia Allah uongo. Fayushari'u ma lam yashra'ahu Allah, anaweka sheria mambo asiyoweka sheria Allah subhanahu wa ta'ala wala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wala mtume wake, bikhilaf al-'asi, kinyume na yule anayefanya maasi. Kwa hiyo anayefanya bid'a imma ya maulidi na kujuzisha bid'a kuifanya yafaa bid'a ya maulidi, anaona hivyo kwamba Allah akasema bwana, mtume karuhusu. Sasa huyu hawezi kufanana na huyu ambaye yeye anafahamu haya anayofanya ni maasi, lakini huyu anamsemea Allah uongo. Arabi, anna al-mubtadi'a yaqtadi bihi an-nas, mtu wa bid'a wanamuiga yeye watu, hasa anapokuwa ni katika watu wa elimu. Bikhilafi al-'asi, kinyume na anayefanya maasi, fa inna an-nasa yamqatunahu, hakika watu wanamchukia ghaliban, wayadhumunahu, wasema vibaya, wala yaktaduna bihi ghaliban, mara nyingi hawawezi kumuiga mtu huyo. Kwa hiyo bid'a ni ashad min al-maasi, kwa itlaq bid'a zote. Sasa ni kitu gani ambacho kinaweza kuitoa bid'a ya maulidi kwenye hizi sifa hizi na hizi waji ambazo zimetajwa hapa? Si kama mmeelewa sio? Kwa hiyo bid'a ya maulidi na yenyewe inabeba sifa hizi za kwamba bid'a ni hatari kwa waji hizi ambazo tumezitaja kwa kauli ya Ibn Baz na kauli ya Sheikh Al-Fawzan alayhima rahmatullahi ta'ala. Kisha baadaye akataka kustadili na kauli ya Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah mwenyewe pamoja na kwa anasema maulidi ni bid'a, lakini anasema Allah anaweza akawapa thawabu juu ya haya mahaba na ijtihadi. Kwa hivyo Ibn Taymiyyah mwenyewe anaona hivyo. Kwa hiyo bwana, haiwezi kufanana na maulidi, bid'a na maasi ya maulidi haiwezi kufanana na maasi ya kuzini au kunywa pombe. Akasema hivyo. Sasa Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala kwenye maneno yake watu wanashindwa kuielewa. Haya maneno yanapatikana katika iktidha'u sirat al-mustaqim wa mukhalafati ashabi al-jahim. Kwenye nuskha yangu, chapa yangu ambayo niko nayo, ameyataja maneno kwenye sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni ukurasa 389. Sheikh al-Islam anasema hivi: fata'dhimu al-mawlid wa ittikhadhuhu musiman qad yaf'aluhu ba'd an-nas wa yakunu lahu fihi ajrun 'azim li husni qasdihi
kuyaadhimisha maulidi na kufanya ni msimu wa furaha, wanaweza wakalifanya jambo hili baadhi ya watu na wakawa ndani yake wana ujira mkubwa kwa sababu ya uzuri wa makusudio yao, wa taadhimi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na kwa sababu wanamtukuza mtume, kama qaddamtuhu laka, kama nilipokutangulizia wewe hapo nyuma. Kwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema anayefanya maulidi anaweza akawa na ujira mkubwa kwa sababu ya uzuri wa makusudio yake na kumwadhimisha kwake mtume. Alafu akasema kama nilivyokuambia hapo nyuma. Sasa amesemaje hapo nyuma? Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah hapa nyuma ukurasa, anamaanisha maneno haya yapo kwenye ukurasa wa 385. Anasema hivi: wakadhalika ma yuhdithuhu ba'd an-nas, na hivyo wanayozua baadhi ya watu, imma mudahatun lin-nasara fi miladi Isa, kwa hiyo na vile wanayozua watu. Kwa hiyo amesema maulidi ni uzushi. Baadhi ya watu wanazua uzushi huo imma kwa kuwaija na kujifananisha na Wakristo fi miladi Isa, kwenye mazazi ya Isa, wanaosherehekea mazazi ya Isa alayhi salatu wassalam. Wa imma mahabbatan lin-nabi sallallahu alayhi wasallam wa ta'dhiman, au wanafanya hivyo bid'a hiyo kwa sababu ya mapenzi tu ya kumpenda mtume na kumwadhimisha mtume. Wallahu qad yuthibuhum ala hadhihi almahabba walijtihad, na Allah anaweza akawapa thawabu, sawa. Qad lazima fahamu qad inafundisha nini, ikiingia kwenye mudhari inafundisha nini? Taqlil au kwa hiyo anaweza Allah akawapa thawabu. Anawapa thawabu kwenye nini? Kwenye kufanya maulidi, kama alivyoelewa Abdul Qadir hapa. La, Sheikh al-Islam anasema wallahu qad yuthibuhum ala hadhihi almahabba walijtihad la ala albid'i, na Allah anaweza akawalipa wao thawabu juu ya yale mapenzi waliokuwa nayo kumpenda mtume na kule kujitahidi kwao katika kumpenda mtume, la ala albid'a, lakini si kupewa thawabu juu ya bid'a. Bid'a ipi? Min ittikhadhi maulidi nabi idan, bid'a maana min tafsiria, ambayo ni kufanya siku ya kuzaliwa mtume ni idi, ni siku ya furaha. Kwa hiyo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anabainisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaweza akawalipa hawa watu kwa sababu ya mahaba waliokuwa nayo na ijtihadi waliokuwa nayo. Mahaba ni kitu kingine, kama wana mahaba na mtume, na watu waislamu wana mahaba na mtume. Kwa hiyo kwa yale mahaba yale mustaqilla na ile ijtihadi tu kwamba watu wampenda mtume, Allah anaweza akawalipa, akawaandikia thawabu, lakini si kuwapa thawabu kwenye bid'a ya kuzua maulidi, jambo lingine kando. Simuelewa? Kwa hiyo jambo lingine kando. Kwa hiyo mpaka hapa na ameendelea kueleza maelezo makhtilafi nasi fi maulidihi, fa inna hadha lam yaf'aluhu salaf ma qiyam al-muqtada, pamoja na kutofautiana watu kwenye siku ya kuzaliwa kwake. Fa inna hadha lam yaf'alu salaf, swala hili la kusherehekea mazazi ya mtume hawakulifanya salaf wema waliotangulia, ma qiyam al-muqtada lahu, pamoja na kusimama muktadha, sababu zote zilikuwepo na nini, lakini hawakufanya. Wa adam al-mani' minhu lahu minhu law kana khairan, na kukosekana kizuizi kwao lau ingekuwa khairi, walau kana hadha khairan mahdha, lau ingekuwa ni khairi khalis takatifu, au rajihan lakana as-salaf radhiallahu anhu ahqqu bihi minna,
wangekuwa salafu wako mbele kuliko sisi. Fa innahum kanu ashaddu mahabbatan li rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wao walikuwa ni wakali zaidi kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam, wa ta'dhiman lahu minna, na kumadhimisha yeye kuliko sisi. Wa huma ala alkhair ahras, na wao walikuwa juu ya khair wana hirsi. Akaeleza maelezo mengi. Kwa hiyo maneno Ibn Taymiyyah tafsiri yake ni hii. Lakini achilia mbali kwa maneno Ibn Taymiyyah yana tawili hii na falsafa hii. Ibn Taymiyyah bashar. Achilia mbali kwa Ibn Taymiyyah asema wallahu kad yuthibu, anaweza akawapa thawabu. Lakini yeye ni mtu, ni alim bashar, yukhti wa yusib. Sisi tunazo adilla, tunayo Qur'an, tunayo sunna. Fa inna kulla bid'ah ضلاله وكل ضلاله في النار على اثر المروي زياده ما يمكنوا. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Tumetaja jana baadhi ya adilla za kuashiria kwamba bid'a ni kitu hatari. Kwa hiyo tubaki na asili ambayo ni Qur'ani na Sunna, kwamba bid'a ni kitu ambacho ni hatari kwa ujumla wake. Tusiangalie maneno ya Ibn Taymiyyah. Pamoja na kwa na falsafa na tawili hiyo, maneno ya Ibn Taymiyyah yana mafuhumu haya ambayo tumeeleza hapa. Kwamba Allah hawezi kuwapa thawabu kwa sababu ya maulidi na bid'a. Hawapi thawabu watu kwenye haya, bali wanaandikiwa madhambi. Sasa hawa watu ambao kila siku wanazungumza maneno ya ajabu ya kuwafurahisha watu yasiyojengwa kwenye misingi ya elimu sahihi, hawa wanatafuta nini hawa watu? Ni watu wana maradhi. Yuriduna ayaktasibu wujuha an-nasi ilayhi wa yasrifu wujuha an-nasi ilayhim, wataka kuwachuma watu, kugeuza nyuso za watu kwao, wawatizame wao. Ndio mashaikhi, ndio watu wa fatwa na mfano wake. Haya, endeleeni basi, mtakuja kupewa urais na uongozi. Sasa kama muambii watu ukweli, miaka ya nyuma walikuwa wakisema maulidi ni kitu akipo, ni bid'a, walipokuwa hawajulikani. Sasa hivi wanajulikana, tanaqabu taqahqaru, washarudi nyuma. Sasa ndio nikasema jana, inna dhalala haqqa dhalala an ta'rifa ma kunta tunkir. Dhalala ya kweli ni kuyakubali yale ulikuwa ukiyakataa jana. Na Sufyan akasema, na Hudhaifa akasema, wa iyyaka wa talawuna fi dinillah, tahdhari kubadilika kwenye dini ya Allah, fa inna dina Allahi wahid. Ala kulli hal,